Kutoka kuwa mlinzi wa klabu ya usiku ya burudani hadi kuwa papa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani. Kijana mwenye asili ya Italia aliyezaliwa nchini Argentina katika moja ya familia masikini na fukara zaidi duniani. Alipitia maisha mengi magumu yaliyostaajabisha, ikiwemo kufanya usafi kwa kufagia barabara pamoja na kazi nyingine ngumu walizozifanya masikini wa taifa hilo. Akiwa tayari amekuwa papa, tarehe 20 mwezi Aprili mwaka 2025, Pasaka alionekana hadharani katika ibada na alitoa neno kwa waumini wa Kikristo wa Katoliki kote duniani. Na Jumatatu ya tarehe 21 tulipata taarifa za kifo chake cha ghafla. Nini chanzo cha kifo chake cha ghafla? Siri na hadithi ya maisha yake imebeba maswali na majibu mengi ambayo unakwenda kuyapata kupitia simulizi hii. Nini kimemuua Papa Francisco, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani? Kabla ya jibu la swali hilo, karibu nikupitishe katika historia ya kusisimua ya maisha yake iliyobeba mambo mengi mazito, ikiwemo kukataliwa, kulaumiwa, mauaji, amani, upatanishi, masuala ya ushoga yaliyoitikisa dunia na hatimaye sababu ya kifo chake cha ghafla kilichoishtua dunia na kuacha maswali mengi. Papa Francisco jina lake halisi ni Jorge Mario Bergoglio. Alizaliwa tarehe 17 mwezi Disemba mwaka 1936 na alikuwa askofu wa Roma, na hivyo pia akawa papa wa kanisa Katoliki duniani kote na mtawala wa Vatican tangu tarehe 13 mwezi Machi mwaka 2013 hadi kifo chake. Alipokea kijiti cha upapa kutoka kwa mtangulizi wake Papa Benedikto wa 16, akawa papa wa 266 katika orodha ya mapapa waliowahi kuongoza kanisa Katoliki duniani. Katika miaka 12 ya upapa, Francisco alijulikana kwa unyenyekevu, mkazo juu ya huruma ya Mungu, juhudi kwa kuwajali wanyonge, haki za kijamii na majadiliano na dini nyingine. Maisha ya Papa Francisco. Alizaliwa katika mji wa Buenos Aires, mji mkuu wa Argentina, na alikuwa papa wa kwanza kutoka katika bara la Amerika. Pia alikuwa papa wa kwanza kutoka katika shirika la Yesu. Baada ya masomo ya kemia na kipindi kifupi cha kazi, tarehe 11 mwezi Machi mwaka 1958, aliitikia wito wa kitawa na wa kipadri. Aliweka nadhiri za muda tarehe 12 mwezi Machi mwaka 1960, akapata upadrisho tarehe 13 mwezi Disemba mwaka 1969, na tarehe 22 mwezi Aprili mwaka 1973 aliweka nadhiri za daima. Kati ya miaka ya 1973 na 1979 alikuwa mkuu wa shirika la Yesu nchini Argentina. Mwaka 1992 alichaguliwa kuwa askofu msaidizi wa Buenos Aires, akapewa daraja hilo tarehe 27 mwezi Juni mwaka huo, alafu akawa askofu mkuu wa Buenos Aires, mji mkuu wa Argentina, tarehe 28 mwezi Februari mwaka 1998. Pia akawa askofu wa Wakatoliki wa Mashariki wa Argentina wasio na askofu wa kwao tarehe 6 mwezi Novemba mwaka 1998. Akateuliwa kuwa kardinali tarehe 21 mwezi Februari mwaka 2001. Kati ya miaka ya 2005 na 2011 alikuwa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Argentina. Alichaguliwa kuwa papa tarehe 13 mwezi Machi mwaka 2013, wiki mbili baada ya mtangulizi wake kung'atuka. Tofauti na kawaida ya muda mrefu, alijichagulia jina lisilowahi kutumiwa na mapapa waliomtangulia. Chaguo hilo linaelekeza nia ya kufuata kwa namna fulani ya roho ya Francisco wa Assisi. Kabla ya kuchaguliwa, alijulikana kwa unyenyekevu na ufukara wake, pamoja na juhudi za kutetea haki za wanyonge, imani sahihi na maadili ya kanisa. Tabia hizo alizileta katika ngazi ya juu ya kanisa Katoliki, akajivutia mioyo ya watu wengi. Tarehe 13 mwezi Aprili mwaka 2013 alichagua jopo la makardinali 8 kutoka mabara yote ili limsaidie kuongoza na kurekebisha idara na ofisi zake huko Vatican.
Tarehe 29 mwezi Juni mwaka 2013, Papa Francisco alitoa waraka wake wa kwanza, Lumen Fidei. Waraka huu ulihusu imani, na waraka huo ulifuatiwa na waraka mwingine tarehe 24 mwezi Novemba mwaka 2013 kuhusu uinjilishaji. Kisha tarehe 18 mwezi Juni mwaka 2015 alitoa barua kwa watu wote kuhusu mazingira, mabadiliko ya hali ya hewa na maendeleo ya kufaa. Barua hiyo ambayo ilipokelewa vizuri na watu wengi kote duniani, wakiwemo Wakristo wa imani yake Katoliki na hata ambao walikuwa sio Wakristo wa Katoliki. Je, ilikuwaje akawa papa? Papa Francisco alichaguliwa mwaka 2013 kufuatia kujiuzulu kwa mtangulizi wake Papa Benedikti wa 16 na kuwa papa au baba mtakatifu wa 266 katika orodha ya viongozi au mapapa waliowahi kuliongoza kanisa la Roma duniani. Kuchaguliwa kwake kuliashiria hatua muhimu za kihistoria, kwani alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika na wa kwanza kutoka katika mfumo wa shirika la Yesu au wa Jesuit. Francis alijulikana sana kwa mtazamo wake wa kimaendeleo na mafundisho ya Kikatoliki, mara nyingi akitetea ushirikishwaji na mageuzi. Alizungumza waziwazi kuhusu haki za wanawake, pia alionyesha maoni ya huruma kuhusu masuala ya LGBTQ, akiashiria mabadiliko katika msimamo wa kanisa wa kihafidhina. Uongozi wake wa kanisa ulifafanuliwa na kujitolea kwa haki ya kijamii, ulinzi wa mazingira na mazungumzo ya dini mbalimbali, jambo ambalo hata hivyo lilikumbwa na upinzani mkali wa wazi ndani na nje ya kanisa lake kote duniani. Bergoglio aliwavutia wahafidhina juu ya mtazamo wake kwa masuala ya mahusiano, huku akiwavutia wanamageuzi kwa msimamo wake wa kiliberali juu ya haki za kijamii. Lakini ndani ya urasimu wa Vatican, baadhi ya majaribio ya Francis ya kuleta mageuzi yalikumbana na upinzani mkali, lakini alibaki kuwa na umaarufu miongoni mwa wanamapokeo. Kuanzia wakati wa kuchaguliwa kwake, Papa Francis alionyesha kuwa atafanya mambo tofauti, na jambo la kwanza alilolifanya tofauti ni kuwapokea makardinali wake kwa njia isiyo rasmi ya kusimama badala ya kuketi kwenye kiti chake cha enzi cha upapa. Tarehe 13 mwezi Machi, Papa Francis alijitokeza kwenye roshani inayoangalia bustani ya St. Peter's Square. Akiwa amevalia mavazi meupe, alipewa jina jipya ambalo lilimtukuza Mtakatifu Francis wa Assisi, aliyekuwa mhubiri wa karne ya 13 na mpenda wanyama. Papa mpya aliweka misheni ya maadili kwa wafuasi wa Kikristo zaidi ya bilioni 1.2 wa kanisa Katoliki kote duniani, na kutamka maneno haya, hapa ninanukuu: napenda kanisa maskini na watu maskini, alisema Papa Francis. Hapa ninakurudisha nyuma katika historia ya maisha ya ujana wake kabla ya kuwa mtawa na hata baada ya kuwa papa. Ikiwa haijulikani kama angekuja kuwa papa, wakati huo akiitwa jina la Bergoglio, alipenda sana mchezo wa tango, kwa maana ya ngoma ya asili ya Argentina, na akawa shabiki wa klabu yake ya soka ya mtaani iliyojulikana kwa jina la San Lorenzo. Bergoglio akiwa kijana alifanya kazi kama mlinzi katika klabu ya usiku na kufanya kazi ya ufagiaji kabla ya kuhitimu chuo kama mwanakemia. Aliutumia vizuri ujana wake kabla ya kujiunga na taasisi ya kidini ya kanisa Katoliki la Roma. Aliwahi kufanya kazi katika kiwanda cha ndani na Esther Balestrino, mwanaharakati aliyefanya kampeni dhidi ya udikteta wa kijeshi katika taifa la Argentina. Mwanaharakati huyo ambaye alikuwa ni mwanamke alitekwa, akapotea na hakupatikana tena. Moja ya tukio ambalo inadaiwa kuwa lilimuumiza sana Bergoglio kwa wakati huo.
Baada ya kuweka nadhiri na kujiunga na mafunzo maalum ya daraja takatifu la upadre mwaka 1960 tarehe 12 mwezi Machi, akapata upadrisho tarehe 13 mwezi Disemba mwaka 1969. Akawa mjesuiti, akasoma falsafa na kufundisha fasihi na saikolojia. Alitawazwa muongo mmoja baadaye na kuwa mkuu wa mkoa wa kanisa hilo nchini Argentina. Tuhuma mbalimbali ziliibuka katika kipindi cha utawala wake na ametuhumiwa kwa mambo mengi ambayo watu hawakuyapenda kutokana na mitazamo yao. Wengine wanaamini kuwa alishindwa kusema vya kutosha kupinga majenerali wa utawala katili wa kijeshi wa Argentina. Vilevile alituhumiwa kuhusika katika utekaji nyara wa makasisi wawili wakati wa vita vibaya vya Argentina, kipindi ambacho maelfu walitekwa na wengine kuuawa, huku wengine wakitoweka kusikojulikana kutoka mwaka 1976 hadi 1983. Mapadre hao waliotekwa na jeshi waliteswa, lakini hatimaye wakapatikana wakiwa hai, wakiwa hawajifahamu na wakiwa nusu uchi. Lakini tuhuma za kuhusika na tukio hilo la utekaji wa mapadre hao alizikanusha na akasisitiza kuwa alifanya kazi nyuma ya pazia ili waachiliwe, jambo ambalo lilifanikiwa na wakapatikana wakiwa hai. Alipoulizwa kwa nini hakuzungumza kukemea utawala wa kijeshi, alisema hali ilikuwa ngumu sana kwa kweli. Akiwa na umri wa miaka 36 tu, alijikuta katikati ya machafuko ambayo yangemtikisa hata kiongozi mwenye uzoefu. Hakika aliwasaidia wengi waliojaribu kukimbia nchi hiyo kwa mbinu alizozitumia yeye mwenyewe alizokuwa akizijua, pamoja na huruma aliyokuwa nayo ndani yake, na wakati mwingine hata kutumia msaada wake wa kifedha. Tuhuma nyingine aliyowahi kukabiliwa nayo ni kushindwa kukabiliana na unyanyasaji wa watoto kutoka kwa wakosoaji wa kihafidhina ambao walihisi alikuwa akidhoofisha imani hiyo, hasa kwa kuruhusu Wakatoliki kutalakiana na waliooana tena kushiriki ushirika. Wahafidhina pia walichukua swala la unyanyasaji wa watoto kama silaha katika kampeni yao ya muda mrefu. Agosti 2018, Askofu Mkuu Carlo Maria Vigino, aliyekuwa balozi wa kitume nchini Marekani, alichapisha nyaraka yenye kurasa 11 inayoelezea mfululizo wa maonyo yaliyotolewa kwa Vatican kuhusu tabia ya kardinali wa zamani Thomas MC Carrick. Ilidaiwa kuwa MC Carrick alikuwa mnyanyasaji ambaye alikuwa akiwashambulia watu wazima pamoja na watoto. Askofu Mkuu Vigino alisema Papa alimfanya MC Carrick kuwa mtoa ushauri wake anayeaminika licha ya kujua alikuwa mwovu, na suluhu ilikuwa wazi. Alisema Papa Francis alipaswa kujiuzulu. Hayo yalikuwa maneno ya Askofu Mkuu Vigino. Mzozo huu ulitishia kulimeza kanisa Katoliki duniani. Hatimaye MC Carrick aliachishwa kazi mwezi Februari mwaka 2019 baada ya uchunguzi wa Vatican kukamilika. Misimamo ya Papa Francis iliyoibua utata wakati akiwa papa kabla ya kifo chake na kupingwa na hata kuonekana mtu wa ajabu sana. Alisema kanisa linapaswa kuwakaribisha watu bila kujali mwelekeo wao wa kijinsia, lakini akasisitiza kuwa watu wa mapenzi ya jinsia moja kuasili watoto ni aina ya ubaguzi dhidi ya watoto. Kulikuwa na mijadala baada ya kukubali aina fulani ya miungano ya jinsia moja kwa wanandoa wa jinsia moja, lakini Francis hakukubali kuiita ndoa. Akasema litakuwa ni jaribio la kuharibu mpango wa Mungu. Muda mfupi baada ya kuwa papa mwaka 2013, alishiriki katika maandamano ya kupinga uaviaji mimba, kwa maana kupinga zoezi la kutoa mimba, akitoa wito kwa haki za kuishi kwa watoto ambao hawajazaliwa tangu wakati wa kutungwa kwa mimba. Ingawa alionekana kuruhusu masuala ya uzazi wa mpango kutumika kuzuia magonjwa, lakini alisifu mafundisho ya Paul wa Sita juu ya jambo hilo, ambaye alionya linaweza kuwafanya wanawake kuwa vyombo vya starehe kwa wanaume.
Mwaka 2015 Papa Francis aliiambia hadhira nchini Ufilipino kwamba uzazi wa mpango unahusisha kuharibiwa kwa familia na kuinyima watoto, sio ukosefu wa watoto ambao aliona kuwa unadhuru, lakini ni uamuzi wa makusudi wa kutozaa. Kuhimiza imani. Wakati wa janga la COVID-19, Papa Francis aligairi kuonekana kwake mara kwa mara katika bustani ya St. Peter's Square kuzuia virusi kuenea. Katika mfumo huo muhimu wa uongozi, pia alitangaza kuwa chanjo ni wajibu wa wote. Mwaka 2022 alikuwa papa wa kwanza kwa zaidi ya karne moja kumzika mtangulizi wake baada ya kifo cha Benedict wa 16 akiwa na umri wa miaka 95. Wakati huo pia alikuwa na shida zake za kiafya na kulazwa hospitalini mara kadhaa, lakini Francis alidhamiria kuendelea na juhudi zake za kukuza amani kimataifa na mazungumzo baina ya dini. Na kisha mwaka 2023 alihiji katika taifa la Sudani ya Kusini akiwasihi viongozi wa nchi hiyo kumaliza migogoro. Alitoa wito kukomeshwa vita vya kikatili nchini Ukraine, ingawa aliwakatisha tamaa wa Ukraine kwa kuonekana kumeza ujumbe wa propaganda za Warusi kwamba Ukraine inachochea vita. Papa Francis alileta mabadiliko na aliwateua zaidi ya makardinali 140 kutoka katika mataifa yote duniani ya nchi zisizo za Ulaya na kulifanya kanisa lenye mtazamo wa kimataifa zaidi kuliko ule aliourithi. Alikuwa ni papa aliyechagua kutoishi katika jumba la mitume la Vatican, lakini aliishi katika jengo la karibu ambalo Papa John Paulo wa pili alilijenga kama nyumba ya wageni. Pia alidhamiria kuitikisa taasisi yenyewe kwa kuimarisha kazi za kihistoria ya kanisa kwa kukata migogoro ya ndani na kuwalenga masikini na kulirudisha kanisa kwa watu. Kama ningelazimika kuchagua kati ya kanisa lililojeruhiwa ambalo linakwenda mitaani na kanisa lililo na wagonjwa lililojitenga, ningechagua la kwanza. Alisema maneno hayo Papa Francis mara baada ya kuchukua wadhifa huo. Historia ya Papa Francis kuhusu changamoto za kiafya. Katika moja ya taarifa ya wazi ya ugonjwa aliyowahi kuugua ulikuwa ni ugonjwa wa nimonia. Na alipona ugonjwa huo baada ya kufanyiwa upasuaji wa kuondoa sehemu ya pafu lake ambalo lilikuwa limeathirika zaidi na ugonjwa huo. Na hilo lilimwacha katika hatari ya kuambukizwa hata maradhi mengine katika maisha yake yote. Akiwa mzee pia alipatwa na maumivu kwenye goti lake la kulia ambayo aliyataja kuwa ni unyonge wa kimwili. Pia Papa alikabiliwa na matatizo kadhaa ya kiafya katika miaka ya hivi karibuni, na mnamo mwaka 2021 madaktari waliondoa sehemu ya koloni yake kwa upasuaji kwa sababu ambazo kitaalamu wanaziita diverticulitis, hali inayoathiri mfumo wa matumbo. Licha ya mambo hayo, Papa alikuwa ametabiri kifo chake huku akisema kuwa huenda asinusurike katika shambulio la nimonia ambayo ilikuwa ikimsumbua kwa muda mrefu. Baada ya kuugua nimonia na matatizo ya figo kushindwa kufanya kazi, Vatican ilikuwa imetangaza Jumapili ya Februari 23 mwaka 2025 kuwa Papa alisalia katika hali mahututi, huku vipimo vya damu vikionyesha kuwa na dalili za figo kushindwa kufanya kazi, jambo ambalo liliripotiwa kudhibitiwa kwa wakati huo. Papa alikuwa amelazwa katika hospitali ya Gemelli Polyclinic tangu Februari kutokana na nimonia iliyoathiri mapafu yake yote ya mwili. Licha ya afya yake kudhoofika, Papa Francis aliendelea kujishughulisha na majukumu yake ya kiroho kwa muda wote wa uhai wake. Siku ya Jumapili ya Pasaka asubuhi tarehe 20 mwezi Aprili mwaka 2025 alishiriki katika ibada ya misa takatifu kutoka kwa nyumba yake kwenye ghorofa ya 10 ya Gemelli.
Hata hivyo, kutokana na hali yake hakutoa sala ya kila juma ya Angelus, ikiashiria kuwa ni mara ya 3 kuikosa sala hiyo kwa wakati wote wa upapa wake kwa takriban miaka 12 aliyokuwa papa wa kanisa Katoliki duniani. Katika hali ya kusikitisha, Jumatatu ya leo tarehe 21 mwezi Aprili mwaka 2025, ikiwa ni Pasaka ya pili, Mwadhama Kardinali Farrell alitangaza kwa masikitiko kifo cha Baba Mtakatifu Francis kwa maneno haya: Ndugu wapendwa, kwa huzuni kubwa sina budi kutangaza kifo cha Baba Mtakatifu Francisco kilichotokea leo saa 1:35 asubuhi kwa saa za Vatican. Askofu wa Roma na Baba Mtakatifu Francis amerudi nyumbani kwa Baba. Maisha yake yote yaliwekwa wakfu kwa huduma ya Bwana na kanisa lake. Alitufundisha kuishi kwa maadili ya Injili na uaminifu, ujasiri na upendo wa ulimwengu wote, hasa kwa ajili ya maskini zaidi waliotengwa zaidi. Kardinal Farrell aliongeza, kwa shukrani nyingi sana kwa ajili ya kielelezo chake kama mfuasi wa kweli wa Bwana Yesu, tunaipongeza roho ya Papa Francisco kwa upendo wa huruma usio na kikomo wa Mungu mmoja na wa Utatu Mtakatifu. Kufuatia kifo chake, Vatican inatarajiwa kufanya taratibu rasmi za ibada ya mazishi yake, wakati kanisa Katoliki likijiandaa kumuaga kiongozi huyo aliyeunda mustakabali wake kwa njia kubwa. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Teki TV inatoa pole kwa Wakristo wote walioguswa na msiba huu duniani kote.